Filamu inaanza katika eneo kubwa sana la msitu ambalo kwa muda mrefu sana hakuna mwanadamu wa aina yote amewahi kufanya shughuli ya maendeleo hili eneo. Leo ilikuwa ni siku ya tofauti kabisa. Mashine nzito ambazo zilikuwa zinakata mti mmoja baada ya mwingine. Wafanyikazi walikuwa wanaendelea na kazi yao kwa ajili ya kuandaa njia ambayo itaunganishwa na reli mpya. Kila kitu kilionekana kuwa kawaida kabisa, kilienda kama jinsi ambavyo kampuni ilikuwa imepanga. Lakini ghafla kuna mwanaume mmoja hapa alikuwa anaitwa Rahmat, ni mganga wa jadi hili eneo. Akaongea kwa wasiwasi, akasema kwamba wasitishe hii kazi mara moja. Akawaonya kwamba wanachokifanya sio jambo la kawaida. Kuna kitu ambacho kinajihifadhi katika huu msitu, sio kitu cha kibinadamu, hakipaswi kabisa kusumbuliwa. Kama watakaidi na wataendelea na hiyo kazi, madhara ambayo wanaweza kuyapata yanaweza kuwa makubwa mno kiasi kwamba hakuna mtu wa aina yote hapa duniani anaweza kuwasaidia. Na sio tu duniani, hata maombi kwa Mwenyezi Mungu yanaweza yasiwasaidie kamwe kabisa. Lakini viongozi wakamaindi kinoma, hawakumsikiliza, wakamfurumusha hapo. Usiku huo mradi ukaendelea kama kawaida, watu wanapiga kazi. Sasa hapa tunamfahamu mshikaji mmoja anaitwa Dato. Huyu yuko na rafiki yake anaitwa Paiman. Walikuwa wanaendelea na kazi licha kwamba muda wao wa kazi ulikuwa umeisha kabisa. Sio kwamba wanapenda kazi, lakini walikuwa wanafanya kazi kwa sababu kufanya kazi nje ya muda wako wa kazi wanaweza kujipatia pesa za ziada, na familia zao zinahitaji pesa. Wakawa wanaambizana tu kwamba wanatakiwa kukaza mikono ili hii kazi imalizike haraka. Paiman akawa ameondoka hapo, akamwacha Dato. Dato akiwa anapiga kazi kama kawaida. Giza limetawala kila kona. Dato akaanza kuona kama kuna maruweruwe, mara akaanza kusikia kama sauti hazieleweki. Akawa anajaribu kujipa moyo, pengine ni rafiki yake ama kuna mnyama wa msituni anapiga hizo kelele. Sasa baadaye, baada ya kuona kama hizo sauti zimezidi, ikabidi kutoka hapo kwenda kumfuata rafiki yake. Anamuita kwa jina lakini mshikaji haitiki. Ikabidi kusogea. Baada ya kufika hapo, akaona kiumbe cha ajabu kinoma kimemshikilia rafiki yake kwa juu, na mwili wake udhaifu kiasi kwamba ni anakufa sekunde chache tu hapa mbele ya macho yake. Hapo chini kwenye komenti kuna linki ambayo ukigusa inakupeleka moja kwa moja katika WhatsApp channel ambako mabadiliko na kila lolote linaloweza kutokea unalipata kule. Tukio linahamia kwenye kituo cha treni. Siku hii kulikuwa kuna shughuli. Siku hii kulikuwa kuna uzinduzi wa kituo kipya cha utalii kinaitwa Sankara. Kinatarajiwa kuleta wageni wengi sana, na sio wageni tu, maanake kuna fedha za kutosha eneo hili. Miongoni mwa watu waliofika hapa kuna binti mmoja alikuwa anaitwa Punama pamoja na mdogo wake wa kike anaitwa Kimbang. Wamejiandaa kabisa kwa ajili ya kufanya utalii wa ndani wa enjoy. Dada mtu anaitwa Punama ambaye ndo kamleta mdogo wake hapa. Punama kama dada mkubwa akaanza kutoa maelezo kuhusiana na safari hiyo ya treni. Akasema kwamba hii safari wanayoifanya kwa siku ya leo ni safari ya utalii ambayo itapita katika mahandaki 5 mpaka kufika katika hatima ya mradi huo. Sasa wakiwa hapo, mara kuna wanawake wakaanza kusikika wanalia, wamebeba mabango, wanahoji waume zao wako wapi. Kila mmoja anadai kwamba mume wake alikuwa akifanya kazi kwenye hii kampuni lakini hawajawahi kurudi. Hapa ikafahamika kwamba hawa wanawake wanaolia kuhusiana na waume wao walikuwa wanafanya kazi katika ujenzi wa reli kama jinsi tulivyoona mwanzoni mwa hii filamu. Sasa wanawake walikuwa wanalia hapa, wanaamini kwamba kampuni hii inajua kilichowapata waume zao, lakini hakuna aliyewapatia majibu kabisa ya kueleweka. Baada ya hapo tunamfahamu bwana mkubwa mmoja anaitwa Sidiki. Huyu jamaa ndio captain wa hii treni kwa siku ya leo. Akawakaribisha wageni wote waingie ndani ya treni, akieleza kwamba treni ni maalum kwa ajili ya utalii na safari inatarajiwa kuchukua takriban masaa 7. Kama kila kitu kitaenda sawa, watafika katika kituo husika Sankara jioni hiyo. Basi watu walikuwa wamejipanga na safari ikaanza mara moja. Miongoni mwa watu walikuwa wamesafiri kwenye hii treni kuna mama mmoja anaitwa Ramla. Huyu ni mke wa Dato, yule mshikaji tuliyemwona mwanzoni kabisa mwa hii filamu. Ana mawazo kinoma. Kwa mbali mara akamuona mume wake. Mama ikabidi kumfuata huyo mwanamke kwa sababu hajamuona kwa muda mrefu, lakini baada ya kufika hapo hakumuona kabisa mwanaume wake amepita sehemu gani. Sasa akiwa hapo anaonekana na wasiwasi kinoma. Amemuona mume wake hapa ama ni mawazo yake? Pengine ni akili yake imemdanganya, si ndio? Akamuuliza mpaka mhudumu jinsi ambavyo mwanaume wake anaonekana na amevaa sare za mfanyakazi. Huyo mhudumu akamwambia kwamba hakuna mfanyakazi kama huyo kabisa. Ramla akabaki anajiuliza kinachoendelea ni nini, kwa sababu si mara ya kwanza kuona tukio kama hili. Yaani sio mara ya kwanza yeye kumuona mume wake mbele ya macho yake. Sasa wakiwa hapo akawa ameonekana kuna mwanaume mmoja anaitwa Santoso ameketi sehemu moja kwenye daraja la juu kabisa, anajaribu kuteta na bwana mkubwa mmoja anaitwa Bara. Bwana Santoso anazungumza na Bara kuhusiana na vurugu ambazo zimetokea
mwanzoni kabisa, kabla hawajaanza hii safari, anahitaji kujua ni nini kinachoendelea, pengine anafichwa na yeye ndo mkubwa huu mradi, anahitajika kujua. Bara akamweleza kwamba baadhi ya wafanyakazi wa hilo eneo walifanya maandamano baada ya wafanyakazi kadhaa kufukuzwa, hivyo ni kama kasumba tu za kuja kuchafua hii kampuni. Santoso hakutaka kabisa kuelewa wala kusikiliza haya mazungumzo. Yeye anachokijali ni taswira ya kampuni yake isije ikachafuliwa. Wawekezaji kibao wako ndani ya treni, wanahitaji kuweka pesa kwenye huu mradi. Kama kawaida kwenye safari, kila mmoja alikuwa na mambo yake. Upande wa Kembang akiwa anafurahia kuona miti narudi nyuma, mara akamwona kuna kunguru ambaye anaruka sambamba na treni. Sasa binti akawa anashangaa, mara huyo kunguru akawa amegonga hicho kioo. Binti akawa ameshtuka, akamweleza dada yake, lakini dada yake hakumjibu. Yeye akaanza kusema kwamba anajisikia vibaya, anahitaji kwenda kutumia choo mara moja. Sasa dada mtu akiwa chooni bana, yuko bize kutapika vibaya mno. Sasa bila kujua kwamba kulikuwa kuna mzimu uko hapa. Huu mzimu unaonekana hapa ni Piam, yule mfanyakazi wa kwanza kabisa ambaye tumuona kwenye hii filamu, aliuawa na kile kiumbe cha ajabu. Wakati huo treni na safari inaendelea kama kawaida, ikaingia kwenye handaki la kwanza. Hii ni moja kati ya utalii ambao ulikuwa unaendelea katika hii safari. Baada ya kuingia tu kwenye hili handaki, upande wa Sidiki akatambua kwamba kuna tatizo kwenye mlango mmoja wa behewa la mwishoni kabisa huko. Hivyo akawa amemwagiza mfanyakazi mwenzake anaitwa Doni aende kukagua au funge vizuri huo mlango. Doni wakati anaelekea hilo eneo, muda huo huo Kembang akaanza kuhisi wasiwasi mkubwa mno, kwa sababu dada yake amechukua muda mrefu mno kutoka chooni mpaka saa hizi anafanya nini huko. Akawa ametoka hapo kwenda kumfuata. Baada ya kufika chooni, hakumkuta dada yake hilo eneo kwenye choo cha kwanza. Sasa huo muda sasa kuna mtoto mmoja na yeye akaona kuna mtoto mwingine ambaye haeleweki kafikaje hapa, yuko nje ya behewa, anamuita waende kucheza, lakini mlango umefungwa. Mtoto kafika hapo akawa anashangaa tu, mara huyo mtoto akawa ni mtoto wa ajabu na kaingia hapo ndani bila kueleweka. Sasa mtoto akiwa ameshtuka kabisa na kuna kiumbe cha ajabu kiko eneo hilo. Muda huo huo Doni akawa amefika hapo ni kupiga kelele kwa sababu alishuhudia kile kiumbe. Kwa bahati nzuri treni ilikuwa imetoka kabisa kwenye handaki. Baada ya muda mfupi tu Kembang akawa amempata dada yake. Akamuuliza ulikuwa wapi? Nimekutafuta kila mahali sijakupata. Dada yake akasema kwamba nimechoka kukutapika tu. Mdogo wake baada ya kusikia hivyo akamwambia kwamba tukifika tu tunakoenda moja kwa moja utaenda kucheki afya yako. Dada yake akawa amekubali, lakini akawa ameshtuka. Mbona pako kimya sana? Kugeuka nyuma, behewa halipo. Limetoweka vipi? Huyu dada akaenda moja kwa moja kwa Tekun kwenda kumweleza kila kitu kwamba kuna behewa limetoweka. Tekun akawa ametoka hapo moja kwa moja kwenda kuthibitisha hilo jambo. Baada ya kufika hapo, ikabidi kufunga kabisa mlango ili kuzuia mtu mwingine asiingie hilo eneo akajua nini kimetokea. Sasa akiwa hapo, kuna mshikaji mmoja akawa amefika hapo kwa sababu kulikuwa kuna choo anahitaji kwenda kutumia, lakini mshikaji akawa amemzuia kabisa. Sasa kwenye kuchungulia akaona kuna behewa moja limetoweka. Ikabidi kuuliza. Sasa anapouliza naye anauliza kwa nguvu. Abiria wengine wakawa wamesikia kwamba kuna behewa la 5 ambalo halipo, limetoweka. Hofu ikaanza kusambaa. Tekun akajaribu kudanganya kwamba abiria ni hitilafu tu ndogo imetokea kiufundi. Akamwambia kwamba hilo behewa litakuwa limebaki ndani ya handaki, litaunganishwa tena kwa baadaye, kila kitu kiko sawa. Ikabidi kuwatuliza tu, lakini ukweli ni kwamba hata yeye mwenyewe hajui kabisa nini kimetokea hapa. Baada ya muda safari ikaendelea, Punama tena kwa kumwambia mdogo wake kwamba anajisikia vibaya, anajisikia kichefuchefu, anahitaji kwenda kutumia choo. Akawa amemhitaji mdogo wake amwandalie kinywaji cha aina yote. Kweli dada alikuwa ametoka hapo, kwa amemwacha mdogo wake akiwa hapo. Sasa mdogo wake akiwa hapo kaandaa kinywaji, mara akawa amepokea simu. Simu imetoka kwa nani? Kwa daktari mmoja anaitwa Nungoro. Daktari akamwambia kwamba Punama hajapokea simu zangu kwa siku kadhaa, ana wasiwasi sana. Daktari kabidi kueleza jambo ambalo huyu mtoto, yaani huyu binti, hakuwa anajua kabisa kuhusiana na dada yake. Jamaa akawa amesema kwamba dada yake ana saratani, na sio saratani tu, ni saratani ya ini, na upasuaji aliofanyiwa haukufanyikiwa kabisa. Hivyo dada yake anahitajika kufanyiwa uchunguzi mara moja, uchunguzi mwingine. Sasa hili jambo huyu binti hakuwa anajua kabisa kuhusiana na dada yake, lilimuumiza vibaya mno, kwa sababu dada yake alikuwa amemficha. Dada yake baada ya kurudi kafika hapo, mdogo wake kamaindi kinoma, akamuuliza kila kitu alichoambiwa na daktari kama ni ukweli. Kwa nini hukuniambia? Dada akawa amejibu kwamba niliogopa sana kukuumiza mdogo wangu, nilitaka kutumia muda ambao umebaki hapa duniani pamoja na wewe. Sasa mdogo wake akawa amegundua kwamba hii safari imefanywa na dada yake ni kama kwa heri kwake. Aliogopa kabisa kumweleza kila kitu kinachompata kuhusiana na hali yake. Dada akasema kwamba anampenda vibaya mno mdogo wake,
na kuhitaji kumwacha tu ghafla, na ndio maana alihitaji kupata muda wa mwisho kuutumia pamoja naye kuliko muda wake wote kuumalizia akiwa hospitalini akisikia zile sauti za mashine katika hospitali. Mdogo wake baada ya kusikia hivyo akawa ameumia vibaya mno, ikabidi kumuunga mkono tu dada yake. Baada ya safari kuendelea, upande wa kijana Tekun akaenda kwenda kuchunguza panali ya umeme. Akawa anashangaa kuna uteute wa ajabu kabisa hilo eneo. Sasa akiwa hapo kageuza shingo upande wa pili, mara akaona kama kuna mizimu fulani hivi imesimama. Mwanzoni akaona kama ni wenge, kutazama vizuri akaona kila kitu kiko hapo na mizimu kibao tu iko eneo hili, lakini hakuiona vizuri. Sidik akawa amefika hapo, Captain akafika hapo kuja kuulizia umeme, kwa sababu huo umeme umesababisha mpaka radio driver imeharibika kabisa, mawasiliano sio vizuri, hawawapati kabisa katika kituo kikuu. Tekun baada ya kuona kama haeleweki, ikabidi kuelezea kila kitu mpaka kuhusiana na behewa la 5 kutoweka. Sidiki akawa ameshangaa, akamwambia kwamba behewa haliwezi kutenganishwa bila kufuata taratibu maalum. Basi kama hilo limetokea, kuna mtu amefungua, hii inawezekanaje? Inawezekana vipi kutokea? Sidiki akamwambia kwamba kama hiyo ni kweli, basi usimwambie kabisa Santoso, hatakiwe kabisa kujua kuhusiana na hili jambo. Akamhakikishia kabisa kwamba yeye yuko nyuma yake, aitunze hiyo siri. Abiria wengine wakaendelea na safari kama kawaida, ni kuenjoy tu. Tekun baada ya kurudi kwa Punama na mdogo wake ambao walikuwa wanahitaji kupata maelezo kuhusiana na kutoweka kwa lile behewa, jamaa akafika hapo akasema kwamba ni trafi ya kiufundi tu, kila kitu kitakuwa sawa. Akawaondoa hofu kabisa, akamwambia kwamba lile behewa litaunganishwa na kichwa kingine na watakuja kuambatana pamoja nao, watu watakuwa wako salama kabisa. Hivyo akawa amewapa nafasi kwamba wao wahamie katika behewa la 4. Treni ikaendelea na safari, ikaingia katika andaki lingine. Upande wa watu wa VIP wakaanza kusikia kuna kicheko cha ajabu. Kuna mwanamke mmoja anacheka hapa, kicheko cha ajabu mno. Hili jambo likaanza kuwatisha. Wakaja kugundua kwamba kuna mdada mmoja sijui yuko TikTok ni anajichekesha mwenyewe. Mlijua ni mzimu, si ndio? Upande wa kwenye behewa la 4 watu wanaenjoy vibaya mno. Mara mmoja wao wakaanza kukosa hewa, mwingine akawa amefuata. Watu wakajaribu kuwasaidia kwa kuwapa maji, wakaendelea kudondoka wengine hapa, mmoja baada ya mwingine. Mmoja wao kwa sauti ya ajabu akasema kwamba ni lazima watu wote muadhibiwe, hilo liko wazi, ni lazima watu wote kwenye hili behewa wafe. Watu kusikia hivyo, kuna wengine ambao hawaamini, kuna wengine ambao wakawa wameingiwa na hofu. Kicheko cha kutisha kilikuwa kimesikika hili eneo. Kuna mwamba mmoja ni mwandishi, akachukua kamera kwenye kupiga, akaona kama kuna kiumbe kwenye kamera. Mara kwanza kilionekana kwenye kamera tu, kutoa kamera mara akawa amekiona waziwazi. Huo mzimu ukamkausha huo bwana mkubwa kwa macho tu bila hata kumgusa. Sasa huo muda Kembang alikuwa anashuhudia kila kitu kinachoendelea. Yeye pamoja na dada yake waliambiwa wahamie katika behewa la 4. Kwa bahati mbaya au bahati nzuri kwao, walikuwa hawajahamia rasmi. Binti alikuwa anashuhudia kinachoendelea hapo. Aisee, na lile behewa lilikuwa limekatika, likajitenga na treni, akapiga mayowe. Kembang akawaambia kwamba wale watu walikuwa wametekwa na kitu kisichokuwa cha kawaida. Akasema kwamba ni lazima waondoke mara moja kwenye hii treni. Yaani treni kama vipi isimame, wao washuke, wachukue usafiri wa aina yoyote, kama ni kwa miguu wafike wanakotaka kwenda. Sasa wakiwa hapo hawajapata kabisa nafasi ya kuzungumza vizuri na kuelewana. Bara pamoja na Santoso wakawa wamefika hapo. Santoso akawa ameshangaa, mbona mabehewa mawili hayapo nyuma ya treni? Akamuuliza Bara, unafahamu lolote kuhusiana na hili jambo? Bara akasema kwamba mimi sijui chochote, huyu baba ni mkavu nyinyi. Ramla baada ya kusikia haya yote akaunganisha matukio, akasema kwamba behewa la kwanza lilitoweka baada ya kuingia katika handaki la kwanza. Behewa la pili ambalo ni behewa la 4 limetoweka baada ya kuingia katika handaki la pili. Akawaambia kwamba hii iko wazi, hakuna namna aina yote hapo, huwezi kusema ni trafi ya kiufundi kabisa. Behewa moja unaweza kusema hivyo ni bahati mbaya, lakini mabehewa mawili, hii ni uongo. Baada ya kusikia hivi akacheka kakicheko fulani hivi kakinafiki ili kuipuuza hii hoja. Akasema kwamba watu wanatumiaga mara nyingi ushirikina kueleza hoja za upuuzi, na wakati sababu ni ya kawaida kabisa, ni sababu ya kiufundi. Kembang akasisitiza kwamba mimi nimeshuhudia kuna kiumbe cha kutisha ambacho kiliwazunguka wale abiria kabla ya behewa kutoweka. Lakini Bara hakutaka kabisa kukubali hili jambo. Anasema kwamba hizo ni stori za kutunga tu, hakuna kitu kama hicho. Akamwambia Santoso, huenda mabehewa hayo
waliacha ndani ya mahandaki kwa sababu ya trafiki kidogo tu. Bara akawa ameomba kwamba waendelee na safari tu, watulize munkari. Sasa Santos akamvuta Tekun pembeni, akamwambia kwamba ni lazima alinde jina la kampuni. Yani huyo bwana mkubwa anawaza tu kampuni yake, yani anawaza kawekeza fedha nyingi sana kwenye huo mradi, alafu mambo ya ajabu ajabu yaanza kutokea, hajaanza hata kuyaelewa. Akasema kwamba sitaki kabisa hizi habari zifike kwa waandishi wa habari, ni lazima wahakikishe wamefika katika kituo. Tekun akawa amemwambia kwamba hakuna haja ya kuwa na wasiwasi kwa sababu hata redio na antena zote humu ndani hazifanyi kazi kabisa, kwa hiyo hakuna mawasiliano ya aina yoyote. Upande wa Bara akiwa ndani ya behewa VIP kwenye kochi, akaona kama kuna majani fulani hivi ya ajabu ajabu sana, akawa ameondoa hapo kwa kitambaa, kisha akawa ameyatupa kwa siri, akaenda kwa Sidiki. Sasa wanavyoongea ni wazi kwamba hawa watu kuna jambo wanalifahamu. Bara kwa amemjuza kwamba hali inazidi kuwa mbaya sana. Akasema kwamba ni lazima wafike katika kituo ambacho wao wanakwenda haraka iwezekanavyo. Mpango wake ni rahisi tu, wafike wanakoenda, kisha waombe kikosi cha uokoaji kirudi kwa ajili ya kutafuta abiria ambao wamepotea. Wakishapatikana wapelekwe Sangakara, wawekwe katika huduma ya VIP, kisha waombwe kusaini mikataba ambayo itazuia kampuni kushtakiwa kwa tukio hilo. Sidiki akamshangaa tu, akamwambia kwamba kwa huzuni, unazungumzia mikataba wakati watu wenyewe hujajua kama wako hai. Bara akamjibu kwamba biashara haiwezi kusimama kwa sababu ya hofu. Kisha Sidiki akamwonyesha picha Bara ambayo kamera za ulinzi zinaonyesha wazi kwamba kuna kiumbe ambacho kiliingia kwenye lile behewa kabla lile behewa kutoweka. Bara kaona hili jambo likamshtua, lakini ikabidi kujikaza kiume kwa sababu yaliyosemwa na yule binti kule yamemwingia akilini kwamba kuna kiumbe ambacho kilitokea kwenye lile behewa kabla ya behewa kutoweka. Sasa anachokiwaza huyu bwana mkubwa ni yule binti aliyemwambia kuhusiana na kile kiumbe asije kuzua taharuki kwa abiria wengine. Baadaye Sidiki akamfuata Santoso kumshauri arudi kwenye sehemu ya VIP. Santoso akasema kwamba abiria wa kawaida wawekwe pia kwenye hilo eneo, hii ikiwa ni ishara ya kuomba msamaha, lakini Sidiki akaeleza kwamba sehemu hiyo tayari imejaa. Santoso ikabidi kumwambia Tekun awahudumie vizuri watu walioko hapa, wale mashuhuda, ili wasiendelee kuzua taharuki. Ramla akamzuia Santoso kabla ya kutoka hapa, akajitambulisha kwa jina lake kamili na akasema kwamba yeye ni mke wa Dato, mwanaume ambaye alifanya kazi ya kujenga hii reli kabla huu mradi haujaanza. Tangu achukuliwe kwenda kufanya hiyo kazi hajawahi kurudi nyumbani. Santoso akawa ameshangaa, akajibu tu kwamba yeye hahusiki kabisa na huo mradi. Wakati wa kujenga reli aliyekuwa anasimamia alikuwa ni Bara, yeye ndiye anejua wafanyakazi wote walikuwa wakifanya kazi kipindi hicho. Sasa baada ya muda Punama akawa amejisikia vibaya, ikabidi kwenda chooni tena. Punama ni moja kati ya wale watu ambao hawawezi kabisa kusafiri kwa uhuru, yani wao muda wote ni kurudisha chenji tu. Akiwa huko kwenye kutapika, awamu hii akawa ameshtuka kinoma kwa sababu alitapika damu, hii ikionyesha kwamba hali yake ya kiafya inaendelea kuwa mbaya sana. Wakati huo huo treni ikaingia tena katika handaki la 3. Santoso akamwambia wahudumu waendelee kutoa huduma tu, wasifanye kabisa watu wote washikwe na hofu. Mmoja wa wahudumu alikuwa anaitwa Susi, akaenda jikoni muda mfupi tu kidogo akawa amepiga kelele. Bosi ikabidi kusogea kwenda kutazama kuna nini kinachoendelea. Umeme unacheza cheza kama kawaida. Baada ya kufika huko, vyombo vimetapakaa vibaya mno. Mhudumu mwenyewe anasikia sauti za ajabu. Santoso mwenyewe anasikia sauti hiyo, kuna kiumbe cha ajabu kiko hapo. Santoso mwenyewe akakwepesha macho, akaamuru watu wote watoke taratibu, wajifanye kama hawajaona kitu cha aina yoyote, msikimbie wala msipige makelele. Lakini kabla hawajafika mbali, miili yao ilikuwa imeganda tu, hakuna cha kusogea mbele wala kufanya nini. Mizimu ilikuwa imetokea eneo hilo, kila mmoja ikabidi kujikausha, hakuna kumtazama mzimu moja kwa moja, yani hawajui kama hiyo ni dawa ama ndo itawatia majeraha. Kuna mama mmoja alikuwa anaitwa Maya, akaanguka kwa sababu ya hofu. Mizimu ilikuwa imemsogelea, binti ikabidi kushika kisu, anaitishia, nitawachoma kisu, nitawaua. Mara mzimu mmoja ukawa umecheka, ukamfanya kile kisu kimkate kora Maya mwenyewe kwa mikono yake, akawa manguka hapo. Bosi akajaribu kukimbia, mzimu mmoja ukamtawanya Santoso kichwa chake mbele ya watu wengine. Muda huo wengine wapo katika behewa ambalo linafata, wakashuhudia hili behewa likiwa linatengana na hii treni mbele ya macho yao. Hofu ikazidi kutanda ndani ya watu, ni kupiga makelele tu hapa na masharti yanazidi kuongezeka. Tekun akamwambia Sidiki kwamba ni lazima wasimamishe treni kabla hali hii haijazidi kuwa mbaya na kabla zaidi haijaingia katika handaki la 4 hii treni, vinginevyo linaweza likapotea behewa jingine. Lakini Bara baada ya kufika hapo akawambia kwamba yawezekana Punama pamoja na mdogo wake wao wanahusika na haya mambo yote. Kisha huyu mzee akaamua kuzua taharuki, akasema kwamba kuna watu wawili hapa
ni kapo, ni Chris pamoja na mpenzi wake. Hawa watu wana asili ya ujambazi, yani wanakasifa kwa udokozi huko alikotoka. Jamaa akawa amewachoma, akasema kwamba yawezekana hawa watu ndio watu wanafanya njama ya kuteka behewa moja baada ya jingine ili waende kuibia watu wao. Aisee, hili jambo lilikuwa limezua mtafaruku mkubwa mno. Chris ikabidi kuanza kupambana ili kutetea sifa yake. Muda huo Bara kasharuka kwenye behewa jingine, huyo kashachonganisha, yeye akaendelea na mambo yake. Sasa muda huo treni inaelekea katika handaki la 4. Panama akawaambia kwamba wote inabidi wahame kwenye hili behewa, waende katika behewa jingine, la sivyo wanaweza kufia katika hili behewa. Chris akawa amemshambulia, hataki kusikia kitu cha aina yote. Yeye kwanza hajashuhudia hizo story unazomwambia hapa. Sasa watu wengine ikabidi kujibu mapigo. Sasa kwenye hizi purukushani Panama akawa amemchoma Chris kwa chupa. Hili jambo watu wakaanza kumuona Panama pamoja na watu wengine ambao walikuwa wanahusika kwa ajili ya kumshambulia Chris ni kama wauaji tu. Kwa hiyo watu wakaanza kwenda kinyume na Panama pamoja na wenzake. Wakatoka hapo mbio wakasogea katika behewa jingine ili kujaribu kuingia huko. Ni behewa la VIP, limefungwa. Wakalazimika kuvunja kioo mlango wa kwanza kwa ajili ya kuingia huko. Tekun akajaribu kueleza kwamba ni lazima waende mpaka katika behewa la kwanza. Akajaribu kuambia wengine, lakini hakuna aliyemwamini kwa sababu wao wote wamekwisha kumwamini kwamba huyo jamaa ni muuaji tu kama wauaji wengine. Treni ilikuwa imeingia katika handaki. Ghafla mlio wa kutisha uko umesikika hapo. Kiumbe tayari kiko ndani ya behewa la pili. Tenuk kwa bahati nzuri alikuwa karibu na mlango, hivyo akawa amefanikiwa kutoroka na kuingia katika upande mwingine. Akashuhudia kile kiumbe kikiwashambulia wale abiria katika hilo behewa mmoja baada ya mwingine. Sidiki akamruhusu Kembang pamoja na wengine waingie upande wa pili. Muda mfupi baadaye lile behewa lilikuwa limetenganishwa na treni tena kama kawaida. Hofu ikazidi kutanda. Namna ya kujiokoa, Bara akamnyang'anya Sidiki funguo. Akasema kwamba yeye ndiye atakaye kwenda kuisimamisha hii treni. Hivyo akawa ameambia wengine washughulikie mambo mengine. Kisha akawa ametoka hapo. Lakini baada ya kufika tu sehemu ya driver, akatoa ushauri mmoja tu. Akasema kwamba baada ya kupunguza kasi na kusimama, ongeza spidi tuwahi kufika station. Sidiki akawa ametambua kabisa kuna kitu kibaya kinaendelea kwenye treni. Treni haisimami, inaongeza kasi. Akajaribu kwenda kusogea kwenye huo mlango, mlango umefungwa. Akaomba sana mlango ufunguliwe. Ikabidi mlango uvunjwe. Wakasogea kabisa katika mlango mkuu ili kuingia katika sehemu ya driver, lakini ule mlango umefungwa. Sidiki akamwomba driver afungue na apunguze spidi kwa sababu yeye ndio captain wake, ndio bosi wake kwenye hili eneo. Lakini Bara kamtishia kinoma driver kwamba hakuna kusimamisha treni. Sidiki ikabidi kusema kiume, akasema kwamba mimi ndo mkuu wa hichi kitengo, simamisha treni na ufungue mlango. Driver ikabidi kufungua mlango. Watu wako mingi humo. Zoezi ni moja tu, kusimamisha hii treni. Bara anataka treni iendelee, Sidiki na wengine wanataka treni isimame. Sasa katika purukushani, Bara amemsukuma Tekun nje kwenye treni kufariki hapo hapo. Muda huo driver akawa ameshika breki kama bodaboda. Treni ilikuwa imesimama hapo katikati ya msitu. Mbele kuna handaki ambalo ndio walikuwa wanataka kuingia humo. Watu ikabidi kumfunga Bara ndani ya treni. Panama akasema kwamba ni lazima Bara awajibishwe kwa kifo cha Tekun. Kwanza ni mwanaume ambaye alikuwa ameshaanza kutokea kumpenda. Bara akajaribu kujitetea, akasema kwamba kama behewa la 5 lingepotea katika handaki linalofuata, yeye pamoja na driver wangeweza kufika katika kituo husika na wangeenda kutafuta msaada ili waje kutafuta mabehewa yaliyopotea pamoja na abiria wengine. Sasa maelezo yalikuwa ni mengi, lakini hayakuwa yanaeleweka kabisa. Mmoja wa wawekezaji kwenye huu mradi akawa ameuliza watafika vipi katika kituo husika cha Sangakara wakati treni imekwama. Panama akasema kwamba hapa kinachotakiwa ni kutembea kwa miguu. Ni lazima washuke, wapite msituni waelekee katika hicho kituo kwa sababu sio mbali sana kutoka hapa. Elewa neno sio mbali sana. Lamla akamkabili Bara kuhusiana na kutoweka kwa mme wake. Anataka kujua mme wake yuko wapi na kwa sababu gani hizi habari zimefichwa. Akamwambia kwamba Bara ndiye alikuwa anahusika na wafanyakazi wa ujenzi wa reli. Anataka kujua mme wake yuko wapi. Ni swali moja tu limenyoka. Bara akasema kwamba yeye hajui chochote na akawa ameapa mpaka mbele ya Mwenyezi Mungu, huyo baba ni mkavu nyinyi. Lamla kisha akawa amwambia wawekezaji kwamba ukweli kuhusiana na wafanyakazi waliopotea, watu waliokuwa wanalia kuhusiana na kupotelewa kwa waume zao, hizo stori ni za ukweli. Wale walikuwa ni wafanyakazi wa huu mradi na alikuwa anasimamia ni Bara. Zile hazikuwa stori za kutungwa. Baada ya kusema hivyo, tunarudi moja kwa moja katika tukio la nyuma na ndipo tunajua ukweli ambao umefichika kwa muda mrefu sana. Kipindi cha mradi unajengwa, Bara pamoja na Sidiki walikuwa ni wahusika ambao walikuwa wanasimamia, na Bara ndiye alikuwa kiongozi mkuu wa huu mradi. Bara alikuwa ni mtu mwenye tamaa kubwa sana za kupata fedha.
alitamani reli ipite ndani ya msitu. Hilo lilikuwa ni wazo lake kwa sababu angepata faida kubwa sana, lakini Rahmat ambaye alikuwa ni mganga wa ile eneo alipinga kabisa hilo wazo. Akawaambia kwamba msitu huo haujawahi kabisa kuguswa, kuna viumbe ambao sio vya kawaida na roho nyingi ziko eneo hili, ni tofauti sana na viumbe vingine. Viumbe vinavyopatikana hili eneo havijazaliwa kwa sababu ya ibada, kafara wala maombi. Lakini Bara akawa amepuuza kabisa hizo stori, akasema kwamba wazo lake lifanyiwe kazi kwa sababu yeye anawaza fedha tu. Sidiki akawa amefichua pia Bara ndiye aliyempangia yeye kufanya kazi kwenye hii treni. Hii ilikuwa ni kama njama ili tu amsaidie kuficha siri zake. Baada ya hapo, manusura wote wakawa wametoka kwenye treni. Safari ikaanza ni kukisaka kile kituo kikuu ili wafike kwa miguu. Sasa mbele yao kuna handaki. Hawawezi kupita kwenye handaki. Ghafla kuna mlio ukaanza kusikika, wote kugeuka, kiumbe kikiwa kinatoka ndani ya handaki. Wawili wako wamevutwa na nguvu za ajabu na wako wamefichwa kabisa katika giza vichakani huko. Watu wako wameshika njia. Muda huo huo Bara yeye kafungiwa kwenye treni, hawakumsaidia kabisa. Sasa kuna mmoja wa wawekezaji ambaye alikuwa ni marehemu, mara sikuwa amenyanyuka hapo, akaanza kuzungumza naye kwa sauti ya kupagawa. Akamwambia kwamba kwa nini uliamua kuharibu msitu wetu? Kwa nini? Kwa sababu ya tamaa yako umeharibu kila kitu chetu. Wanadamu waliumbwa na Mwenyezi Mungu, lakini tamaa yao imewafanya kuamini kwamba kila kitu kilichopo kwenye ardhi ni mali yao. Bara alijaribu kuomba msamaha kwa kulia, lakini kile kiumbe kilikuwa kimemsogea hapo ana kwa ana, kikamkausha mwili pamoja na roho. Bara akawa amefariki hapo hapo. Kwa wanaokimbia huko, Sidiki yeye akawa amejikuta yuko kivyake. Mbele yake kuna kiumbe. Jamaa akawa amejaribu kufumba macho ili atoke hapo. Vile viumbe vilikuwa vimemzunguka hapa, vilikuwa vimemtawanyisha, vilikuwa vimemuua hapo hapo. Upande wa kina Punama pamoja na mdogo wake walikimbia. Ramla akasema kwamba mme wake alikuwa hapa, hivyo yeye akawa amewaaga, anaenda kumsaka mme wake. Akawatakia heri tu katika mapambano ya wao kufika wanakotaka kwenda. Punama pamoja na mdogo wake wakaendelea na safari kuisaka njia kutoka kwenye huo msitu. Kiumbe mmoja akawa ametokea nyuma yao, ikabidi kujikausha, lakini pepo mmoja akawa ametokea mbele ya Punama, akawa amepagawa hapo hapo. Na hapa tukafahamu siri nyingine. Kila abiria aliyefariki katika treni, mwili wake uligeuka kuwa mti na kuwa sehemu ya huu msitu. Lakini sasa upande wa Punama pamoja na mdogo wake Kembang, bado wao hawajabadilika kabisa, lakini wameshikiliwa hapa, hawawezi kabisa kuondoka kwenye hili eneo. Kembang akaanza kulia, anamuomba dada yake, anaona kabisa kama hii safari imekuja kuwa mbovu mno huku mwishoni. Akasema kwamba anataka kurudi nyumbani, anataka kuondoka mahali hapa. Lakini mbele ya macho ya Punama akamshuhudia mdogo wake, mwili wake ukianza kukakamaa, ngozi yake ikaanza kubadilika, mikono yake ikaanza kuwa matawi. Punama akawa amepiga kelele, lakini hakuna kilichoweza kubadilika. Ndugu yake aligeuka mti mbele yake na msitu ukamwachia yeye, akawa huru, akabaki kuwa huru. Akawa anauita huo mti jina la mdogo wake. Kwa bahati mbaya, kile kiumbe kilikuwa kimetokea hapa. Punama akawa amesema kwamba kama ni lazima uchukue mtu, basi nichukue mimi, lakini sio mdogo wangu. Muache mdogo wangu, chukua maisha yangu, ni bora mimi nife. Lakini kile kiumbe hakikusema kitu cha aina yote, wala hata hakikumshambulia. Kiko kimemwachia na tabasamu tu hapo. Kwa nini? Na kiko kimetoweka kabisa, na mradi huu uko umeharibika hapa. Kila kitu kikawa hovyo hovyo, handaki ilikuwa limeharibiwa kabisa, na vitu vyote vilikuwa vimeishia hapa. Baada ya miezi 6, Punama alikuwa hai, lakini hakujua kabisa ni kwa nini bado yuko hai. Akiwa pamoja na mganga wa ile eneo Rahmat, akawa amemuuliza kwa nini hawakumzuia Bara tangu mwanzoni, na wakati yeye mwenyewe alijua kabisa maafa ambayo yangeweza kutokea. Rahmat akawa amejibu kwamba kumuua ama kumzuia Bara kusingeweza kutatua kabisa, kwa sababu mtu mwingine mwenye tamaa angeweza kujaribu kufanya jambo kama hilo. Viumbe hivyo kuyafanya vilivyofanya havikumlenga mtu mmoja pekee, bali vililenga tamaa ya binadamu. Panama kisha kwa muuliza swali jingine, na kwa nini mimi nimebaki kuwa hai mpaka sasa? Rahmat akamwambia kwamba viumbe hao wanaamini kwamba binadamu ni kama udongo, lakini baadhi ya udongo hauna kila ambacho wao wanakihitaji. Punama anaonekana kama yeye ulikuwa ni udongo ambao hauna rutuba ya aina yote, hivyo haukuwa unawafaa kabisa hao viumbe. Punama akaenda katika mti ambao mdogo wake ndio alikuwa amefia hapo. Alitamani sana haya maisha aendelee na arudi nyumbani akiwa na mdogo wake. Akawa amezungumza maneno ya faraja sana mbele ya mti huo, akalia sana mbele ya mdogo wake, na ule mti wa mdogo wake uko umechanua maua mengi sana kuashiria kwamba upendo wa mdogo wake hauwezi kabisa kuisha kwa dada yake. Mara nyingi taa ya mafanikio, pesa
pesa na maendeleo inaweza kumfanya mwanadamu asisikie kabisa kuhusiana na mipaka ambayo hawezi wala haruhusiwi kuivuka. Bara aliona msitu kama eneo la kujenga reli na kupata faida. Hakutaka kabisa kusikiliza maonyo kuhusiana na hatari ambayo inaweza kuwapata wanadamu. Maendeleo ni muhimu, kutafuta mafanikio ni muhimu, lakini lazima tuyafanye kwa hekima na kuheshimu mazingira, watu na madhara ambayo yanaweza kuwapata wanadamu wengine kwa maamuzi yetu binafsi. Pia filamu hii inatukumbusha kwamba tamaa inapozidi, wakati mwingine mwanadamu anaweza kuona faida kwake tu kuliko maisha ya watu wengine kabisa. Usikimbilie mafanikio kiasi cha kupoteza utu. Subscribe, like, comment. Karibu Swahili Maktaba, chimbo la wajanja.